Maonyesho ya kilimo na sherehe za wakulima yaani 8/8 zitakazofanyika katika viwanja vya Nyamhongolo ambavyo ni viwanja maarufu wilayani Ilemela. Kwa hivyo maonyesho haya ya kilimo na sherehe za wakulima, kila Mtanzania anafahamu faida zake na umuhimu wake. Moja kati ya faida kubwa kabisa ni jukwaa la kubadilishana uzoefu, maarifa na taarifa baina ya wazalishaji, wataalamu na wadau mbalimbali wa maendeleo katika sekta ya kilimo. Lakini pia yanawezesha wazalishaji kuona na kujifunza teknolojia mpya. Ukifika pale 8/8 katika yale maonyesho, utaweza kuona teknolojia mpya katika kilimo, katika mifugo na katika uvuvi, kwa sababu sekta ya kilimo inahusisha mnyororo wote huo wa kilimo, mifugo, lakini pia uvuvi. Lakini pia ni platform mzuri au jukwaa zuri kwa wakulima kuweza kuunganishwa na masoko. Wakulima wanazalisha, mwisho wa siku wanatarajia kuuza mazao yao. Wavuvi wanavua, mwisho wa siku wanatarajia kuuza samaki zao. Lakini pia na wafugaji nao wanafanya ufugaji, wanazalisha nyama na maziwa, mwisho wa siku wanatarajia pia kuona masoko ya bidhaa zinazotokana na ufugaji. Kwa hiyo maonyesho haya ya kilimo yanatoa fursa kwa wakulima, kwa wafugaji na wavuvi kuona na kutengeneza masoko, kwa sababu katika mhadhara huo, mkutano huo, lakini kusanyiko hilo pia tunapata fursa ya watu wenye masoko kuweza kuja kuonyesha kwamba wanayo masoko ya bidhaa mbalimbali za kilimo. Kwa sababu maonyesho haya yanashirikisha mkoa wa Mwanza na Geita, inaitwa Kanda ya Magharibi. Kwa hiyo mkuu wa mkoa wa Geita atayazindua rasmi. Maonyesho yanaanza tarehe 1 mwezi wa 8, lakini yatazinduliwa rasmi tarehe 2 ya mwezi wa 8 kuanzia saa 6 mchana pale katika viwanja vya Nyamhongolo. Kwa hiyo wananchi wa mikoa hii yote, mikoa jirani wanakaribishwa kutoka Shinyanga, kutoka Kagera, kutoka Mara, sababu ni maonyesho makubwa. Watakuja kujifunza, watakuja kuona, lakini pia wanaweza kupata tija kutokana na ushiriki wao katika maonyesho haya. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi. Burudani za aina mbalimbali, wasanii, ngoma za asili, nyimbo zitakuwepo katika viwanja vya Nyamhongolo. Kauli mbiu ya mwaka huu sasa ya maonyesho haya ya 8/8 inasema tambua soko, ongeza tija, tekeleza dira 2050. Kutambua soko, kuongeza tija ya bidhaa za kilimo, lakini pia ni kutekeleza dira ya mwaka 2050. Sisi wote tunafahamu kwamba nchi yetu imezindua dira 2050 na wakulima, wafugaji na wavuvi wanawajibika kuelewa malengo ya serikali kuelekea mwaka 2050 ni yapi. Na ndio maana katika mkoa kama wa Mwanza swala la njaa sio jambo linalozungumzwa, kwa sababu wakulima wamekuwa wanajifunza, wanatumia maarifa hayo wanaojifunza kule 8/8 na wanaweza. Lakini ufugaji bora wa samaki pia, sasa hivi takwimu za mkoa wetu zimepanda sana. Watu wengi wamekuwa wanafuga samaki kwa njia ya vizimba na wanapata faida. Kwa hiyo wengi ambao hawajui wapi watajifunza, wapi vifaranga vinapatikana, wanahitaji kufanya ufugaji. Wakija 8/8 watakutana na wataalamu, watajua kwamba tukitaka vifaranga tutakuwa tunanunua kampuni gani, tukitaka chakula cha samaki tutakipata kampuni gani. Kwa hiyo hayo yote ni matokeo na faida kubwa zinazotokana na wananchi hawa kwenda katika maonyesho ya namna hii.